Kwa kutumia nazi hii moja tu utakwenda kupata mvuto mkali sana wa biashara. Pia utapata mvuto wa mapenzi na mvuto wa kila kitu. Wewe ambaye unachukiwa na watu bila sababu, kwa kutumia nazi hii watu watakupenda, utapata mvuto, hutochukiwa na watu, mambo yako yote yatafunguka kuanzia kwenye kazi zako, biashara zako. Utapata mvuto mkali sana wa pesa na kila kitu. Nazi kama tunavyojua hewa ina nguvu kubwa sana, na ndio maana hata watu wanaokwenda kwa waganga huwa wanaambiwa wachukue nazi wakapasue njia panda. Nazi ina uwezo mkubwa sana, imepewa nguvu kubwa sana na Mungu kwa ajili ya kufungua vifungo kwenye mwili wa mtu, kwa ajili ya kufungua vifungo, kuondoa nuksi, mikosi iliyo kwenye mwili wa mtu, na ndio maana huwa inatumika kufanya hivyo. So leo nakwenda kukuelekeza namna gani unaweza kutumia nazi hii kuondoa mambo yote mabaya kwenye mwili wako na kupata mvuto wa ajabu. Wewe kwenye biashara yako wateja watamiminika, kwenye kazi zako utapendwa na utaheshimika, iwe ni kwenye mapenzi utakuwa na mvuto wa ajabu sana. Hili somo linahusu watu wote, kwa kuwa kila mtu anatakiwa apate mvuto, asafishe nyota yake, aondoe nuksi na vifungo vilivyopo kwenye mwili wake. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu ya 7 Beauty. Na wewe kama ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila nitakapokuwa ninaposti somo jipya. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, twende kwenye somo letu la leo la namna gani unaweza kupata mvuto wa biashara, mvuto wa mapenzi, unaweza kuvutia kwa kila mtu. Wewe ambaye una tatizo la kutokutongozwa, hupati wachumba, mambo yako yote yanakuwa mabaya, hili somo pia linakuhusu. Moja kwa moja twende kwenye somo letu bila ya kupoteza muda, na vifaa utakavyotakiwa kwenda kufanya dawa hii kwa ajili ya kupata mvuto. Unahitajika kuwa na nazi. Kama unaona mimi nazi yangu hii hapa. So na wewe utahitajika kwenda kununua nazi yako, moja tu inatosha. Na cha pili unahitajika kuwa na chumvi ya mawe. Hili ni hitaji la pili. Tunakuwa na mahitaji mawili tu kwenye hichi tunachokwenda kukifanya kwa ajili ya kupata mvuto wa biashara, wateja wamiminika kwenye biashara yako, upate mvuto wa mapenzi, mambo yako yote ya kuendee vizuri. Unahitajika kuwa na nazi moja pamoja na chumvi ya mawe. Chumvi ya kawaida haitofaa kwenye somo letu, tunataka chumvi ya mawe. Utakwenda kununua chumvi ya mawe, inauzwa kwenye maduka ya dawa za asili. Chumvi za mawe zinapatikana kwa wingi tu, so hakikisha unapata chumvi ya mawe. Hayo ndo mahitaji yetu mawili muhimu ambayo utahitajika kuwa nayo kwenye kufanya zoezi lako hili la kuupa mwili wako mvuto. Baada ya hapo utahitajika kuipasua nazi hii. Nazi hii hakikisha unaipasua na unakinga yale maji yake, kwa sababu kwenye dawa hii utatakiwa kutumia maji ya nazi na sio nazi nzima. Unahitajika kupata yale maji yake tu yaliomo ndani. So hakikisha unaipasua nazi yako vizuri kiasi cha kwamba utapata maji yote yaliomo kwenye nazi yako. Tujue mwenyewe utaipasua vipi, lakini kinachohitajika hapa unahitajika upate maji ya nazi. Na mimi nimeshakwisha kupasua nazi yangu na yale maji nimeweka humu kwenye bakuli. Na wewe utachagua sehemu yote utakapo yaweka maji yako, ila mimi nimeweka kwenye bakuli hili hapa. Na wewe utaiweka maji yako vizuri kwenye bakuli, utaweka mbele yako kama hivi. Na baada ya hapo utachukua chumvi hii ya mawe na utahesabu punje 7. Utahesabu punje 7 tu za hii chumvi yako ya mawe na utatia kwenye haya maji ya nazi. So utahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kwenye haya maji yako ya nazi utaweka punje 7 tu za chumvi ya mawe. Ndio utatia humu. Na baada ya hapo utausogeza uso wako karibu kabisa na hili bakuli. Kama unavyojua ukisogeza uso wako karibu na hili bakuli utakuwa unajiona kwenye haya maji. Maana maji huwa yana tabia, ukijiangalia kwenye haya maji utaiona sura yako, hata kama ni kwa mbali, ila sura yako itaonekana.
So utalitizama bakuli hili ukiwa unajitazama kwenye haya maji, na wakati huo ndo unakuwa muda wako mzuri wa kuanza kunuia. Utayatazama maji haya, wakati unajiona kwenye hayo maji utaanza kunuia manuizi yako. Wewe unayetaka mvuto wa biashara utanuia kwamba kama mimi ninavyojiona kwenye haya maji ndivyo watu wote watakavyoniona mimi kwenye biashara yangu, wataiona biashara yangu, wataipenda, hawatofikiria kwenda kwa watu wengine zaidi yangu. Kama mimi ninavyojiona kwenye maji haya ndo kila mtu anione mimi, aniwaze mimi, aifikirie biashara yangu. Wewe ambaye unataka mvuto wa mapenzi, nawe pia utanuia vivyo hivyo kwamba mpenzi wangu anione mimi, asione mtu mwingine. Kama mimi ninavyojiona kwenye haya maji ndio anione, aniwaze, anifikirie. Kwa hiyo kila mtu atayainamia maji haya, na pale anapoiona ile sura yake atakuwa akinuia jinsi yeye mwenyewe anavyotaka. Wewe mwenyewe unahitaji mvuto wa nini? Utanuia kwa kuwa na imani, kwa kumaanisha huku umeyatazama maji haya ya nazi ambayo umetia chumvi zako punje 7, utatizama huku ukinuia ukiwa na imani. Na pia hakikisha upo sehemu ambayo ina utulivu sana. Pasiwe na kelele wala usiwe na watu wanaokuangalia. Uwe umekaa umetulia, unafanya zoezi lako kwa imani, kwa utulivu, ukiwa unamaanisha unachokifanya huku unayatazama maji haya. Hakikisha unanuia kwa muda mrefu kadri uwezavyo, ukiwa unatamka yale maneno kwa mdomo wako, hata kama ni taratibu, lakini hakikisha unayatamka ukiwa na imani. Nipate mvuto, vitu vyote vifunguke kwenye maisha yangu, kwenye mwili wangu, mambo yangu yote yawe mazuri. Wewe ambaye unatatiza watu wanakuwa na kuchukia bila sababu, nao utasema hivyo hivyo, utaongea mambo yako, nipendwe na watu, mtu yote atakayeniona kusiwe na wakunichukia, vifungo vyote kwenye mwili wangu, uso wangu usiwe tena wa giza, niwe na uso wa nuru, mambo yote yafunguke, kila atakayeniona anipende na anikubali, nikubalike mbele za watu, kwenye kazi yangu. Utaongea mambo yako yote wakati umeyainamia maji haya. Nasisitiza uwe sehemu yenye utulivu, ukiwa na imani, unamaanisha, na Mungu atakusaidia. Utainama kwenye haya maji, utanuia mambo yako yote ukiwa unamaanisha. Na haya yafuatayo ni masharti ya kufanya dawa hii. Unapokwenda kufanya dawa hii kwa ajili ya kupata mvuto kwenye maisha yako, kwenye mwili wako, kwenye kazi zako, hakikisha isiwe siku ya Jumanne. Fanya siku zingine zote, lakini isiwe siku ya Jumanne. Na unaweza kufanya mara nyingi kadri uwezavyo mpaka pale utakapoona mafanikio, utakapoona mambo yako yameanza kuwa meupe, nuru imeanza kuangaza kwenye maisha yako, mambo yako yamekunyokea. Utaacha kufanya, ila haina idadi ya kufanya. Utafanya mara nyingi kadri unavyoweza, ila tu usifanye siku ambayo ni ya Jumanne. Na pia usifanye siku ambayo utakuwa umetoka kufanya mapenzi. Yani siku kama umetoka kufanya mapenzi usifanye dawa hii. Hakikisha hiyo siku inapita na utafanya siku nyingine. Na pia kwa wewe ambaye ni mwanamke, hakikisha haufanyi dawa hii ukiwa upo kwenye siku zako. Hakikisha siku zako zinapita, unakuwa kwa msafi, umeshajisafisha vizuri, ndio unaweza kufanya hichi kitu nilichokuelekeza hapo. Usije ukasema nimefanya havijanisaidia. Nimesema hutakiwi uwe umetoka kufanya mapenzi. Wewe mwanamke hautakiwi uwe katika siku zako. Na pia nimesema isiwe siku ya Jumanne. Hayo ndo masharti makubwa wakati unakwenda kufanya hichi nilichokuelekeza. Na baada ya hapo utakuwa umemaliza zoezi lako kwa siku yako hiyo ya kwanza. Kama wewe ndo mara yako kwanza kufanya hichi kitu, utarudia kadri uwezavyo. Nimesema mpaka pale utakapoona mambo yako yameanza kuwa mazuri, mwili wako umefunguka, nyota yako imekuwa vizuri, umepata mvuto, biashara yako inaenda vizuri, kazi zako zimekuwa vizuri. Kwa hiyo utafanya mpaka pale utakapoona matokeo yake. Na hapo utakuwa umemaliza kufanya somo lako, na kuanzia hapo utaanza kuona mambo yako yakiwa vizuri. Biashara yako watu wataanza kukuona, wataanza kuipenda, watu hakutakuwa na mtu wa kuipita. Biashara yako itakuwa inaonekana, itakuwa na mvuto wa ajabu. Kwenye mapenzi hivyo hivyo, utakuwa na mvuto, mpenzi wako atakuona wewe, hatatamani wanawake wengine, atakupenda, atakujali. Yote ni kutokana na manuizi yako utakayokuwa umenuia wakati unafanya zoezi hili nililokuelekeza hapo. Asanteni sana, napenda kuwashukuru kwa kunisikiliza, na pia napenda kusisitiza kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na hiyo ndio lilikuwa somo letu la leo, la namna gani unaweza kutumia nazi ambayo imepewa uwezo sana mkubwa na Mungu kwa ajili ya kusafisha miili yetu, kuondoa vifungo, kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo ni kama nuksi, mikosi, vinaondoka kwenye mwili wako. Hata kama kuna watu walikuwa wamekufunga vifungo vyote vya baharini, vya
kwenye miti, vya kwenye nini, vyote vitaondoka kwa kufanya hichi nilicho kuelekeza. Nazi kwa kweli imepewa uwezo mkubwa sana na Mungu kwa ajili ya kufungua vifungo kwenye miili yetu. Asanteni sana.